DW. Habari za ulimwengu. Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni mukhtasari wake. Uturuki yaitaka Marekani na mataifa mengine kuchukua hatua zaidi kuishinikiza Israel. Ujerumani yaahidi msaada zaidi kwa Ukraine kukabiliana na msimu wa baridi. Na shirika la Oxfam lasema zaidi ya watu milioni 21 wahitaji msaada wa kibinadamu nchini Kongo. Habari zaidi. Ankara. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amesema Marekani na mataifa mengine yanapaswa kuchukua hatua zaidi kuishinikiza Israel kusitisha ukiukaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza, ikiwemo uwezekano wa vikwazo au kusitishwa kwa mauzo ya silaha. Akiwa njiani kurejea kutoka Oman, Erdogan alisema kundi la Hamas linaheshimu makubaliano hayo na kwamba Uturuki iko tayari kuunga mkono kikosi kazi kinachopangwa kwa ajili ya Gaza. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema hatua nzuri zimepigwa katika utekelezaji wa mpango wa amani wa Marekani kwa Gaza na kuelezea matumaini kwamba mazungumzo hayo yataendelea kuleta matokeo chanya. Kiev. Waziri wa uchumi wa Ujerumani Katharina Rische amewasili nchini Ukraine leo pamoja na ujumbe wa kibiashara na kuahidi msaada kwa Ukraine wakati wa msimu wa baridi unaokuja, wakati nchi hiyo ikiendelea kukabiliana na mashambulizi ya Urusi kwenye mfumo wake wa nishati. Baada ya kuwasili katika mji mkuu wa Kiev, Rische amewaambia waandishi wa habari kwamba katika msimu huo wa baridi watafanya kila wawezalo kuhakikisha Ukraine inajikimu vyema. Tutasaidia kujenga upya miundombinu ya nishati na kubadilisha vifaa vilivyoharibiwa. Tunazo zana kwa ajili ya jukumu hili. Hata hivyo, nitatekeleza haya na kikosi kazi changu, kifedha na kiutaratibu, kwa ushirikiano wa karibu na wasambazaji wa nishati wa Ujerumani na Ukraine. Ameongeza kuwa tangu mwanzo Urusi ililenga kwa makusudi mifumo ya usambazaji wa nishati ya Ukraine katika jaribio la kuwahujumu raia wake. Rische amesema Ujerumani pia itatoa fedha za ziada kwa ajili ya ununuzi wa gesi asilia. Berlin. Raia wengi wa Ujerumani wanakubaliana na matamshi ya hivi karibuni ya kansela wa nchi hiyo Friedrich Merz yanayopendekeza kwamba matatizo yanayotokana na uhamiaji yanadhihirika wazi katika barabara za nchi hiyo. Matamshi hayo yameibua maandamano ya karibu kila siku katika miji mikubwa. Baadhi ya 63% ya watu waliohojiwa katika utafiti uliofanywa na shirika la habari la ZDF wamesema wanakubaliana na matamshi ya kansela, huku 29% wakisema wanapinga. Hata hivyo, ni 18% pekee ya waliohojiwa waliosema kuwa wakimbizi wanasababisha matatizo katika maeneo yao, huku 74% ikisema hawajakumbana na matatizo yoyote makubwa ama kutoshuhudia kabisa. Wiki iliyopita, Merz alisema serikali yake inarekebisha makosa yaliyopita katika sera ya uhamiaji na inapiga hatua. Hata hivyo, amesema bado wana shida jinsi miji yao inavyoonekana, na ndio sababu waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo anawezesha na kutekeleza shughuli kubwa ya kuwarejesha wahamiaji hao makwao. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Zaidi ya watu milioni 21 wanahitaji msaada wa kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hii ikiwa idadi ya karibu khumusi moja ya watu. Haya yamesemwa jana na shirika hilo la kiserikali la Oxfam nchini Ufaransa. Shirika hilo limesema Kongo inakabiliwa na mojawapo ya majanga makubwa na yaliyosahaulika kibinadamu duniani na kwamba hali hii inaendelea kuwa mbaya zaidi. Oxfam pia imesema unyanyasaji wa kijinsia umefikia viwango vya kutisha, huku mwanamke mmoja akibakwa kila baada ya dakika 4. Hata hivyo, amesema licha ya hali hiyo ya dharura, msaada wa kimataifa unapungua. Oxfam imesema katika muda wa mwaka mmoja, ufadhili wa misaada muhimu umepungua kwa thuluthi 2, na amelihimiza kongamano la kimataifa kuhusu kanda ya Afrika ya Maziwa Makuu linalotarajiwa kufanyika nchini Ufaransa mnamo Oktoba 30 kuchukua hatua zaidi ya matamko ya nia. Na hatimaye Dubai. Wawakilishi wa Marekani, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu na Misri wanakutana leo Ijumaa mjini Washington na pande husika katika vita vya muda mrefu vya Sudan, wakilenga kuzishinikiza kuelekea kwenye makubaliano ya amani.
Kwa mujibu wa chanzo cha karibu na mazungumzo hayo chini ya mwavuli wa Quad, mkutano huo utajadili njia za kuzitaka pande zinazopigana kuheshimu usitishaji vita wa miezi mitatu uliopendekezwa kote nchini Sudan. Kundi hilo la Quad pia linafanya juhudi za pamoja kuhakikisha misaada ya kibinadamu inafika kwa waathiriwa wa mapigano. Chanzo hicho kimeeleza kuwa wawakilishi wa mataifa hayo manne watakutana na pande hizo kwa nyakati tofauti. Mwezi uliopita, Quad ilitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano, kuruhusu misaada kuingia nchini humo na kuweka msingi wa usitishaji wa kudumu wa vita pamoja na mpito kuelekea utawala wa kiraia. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo mchana. Watu zaidi ya milioni 21 wahitaji msaada wa kibinadamu nchini Kongo, huku hali ya wasiwasi ikiendelea kuongezeka mashariki mwa nchi hiyo. Familia ya makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, John Heche, yajitokeza hadharani kutaka kujua ukweli kuhusu kilichomkuta. Na rais wa Marekani Donald Trump aionya Israel dhidi ya kulinyakua eneo la Ukingo wa Magharibi. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Tatu Karema, na mimi ni Josephat Charo nikikukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Kongo. Wakati mazungumzo ya amani yakiendelea mjini Doha kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa AFC M23, hali ya wasiwasi imeongezeka tena katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo. Kundi la AFC M23 linaituhumu serikali ya Kinshasa kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na sasa linatishia kujibu moto kwa moto. Hatua hiyo imezidisha hofu miongoni mwa raia waliochoshwa na vita vya muda mrefu na janga la kibinadamu lisilo na kifani. Taarifa kutoka Goma ametuandalia Ruth Alonga. Kutokea Goma, viongozi wa kundi la AFC M23 wamelaani kile wanachokiita uvunjaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha vita unaofanywa na jeshi la taifa la Kongo FARDC pamoja na washirika wake. Wamesema maeneo kadha waliokuwa wakiyadhibiti yameshambuliwa kwa mabomu katika wilaya za Walikale, Masisi na Kalehe, ikiwemo kiwanda cha uchimbaji dhahabu cha Twangiza ambacho kimeripotiwa kushambuliwa mara 2 mwezi Oktoba. Corneille Nanga, mratibu wa kisiasa wa kundi hilo, ameitaja hatua hiyo kuwa uhalifu dhidi ya amani na akishutumu serikali ya Kinshasa kwa kuvuruga juhudi za kidiplomasia zinazoendelea mjini Doha na Washington. Hata hivyo, wakazi wa Goma wanasema wanaishi kwa hofu kubwa ya kurejea kwa mapigano. Mimi kama mkazi wa Goma na mmoja wa waathirika wa uzembe wa serikali ya Kinshasa, jana nilisikia viongozi wa kundi la AFC M23 wakitishia kujibu mashambulizi. Makundi haya mawili yaliyokubaliana kuketi meza ya mazungumzo kule Doha, lakini ndio hao wanaokiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Na sisi wananchi tunaendelea kuwa waathirika wa vitendo vyao. Maelfu waliuawa wakati wa kupokonywa kwa mji wa Goma. Sasa mtu anaweza kujiuliza, wanawezaje tena kutangaza vita? Kwa upande wa serikali, msemaji wake amekanusha madai ya mashambulizi hayo, akiyataja kama uzishi wa waasi. Lakini kwa wanaharakati wa jamii, pande zote mbili zinajionyesha kama wahanga kwenye mitandao ya kijamii, huko wananchi wa kawaida wakiendelea kubeba mzigo wa mateso. Mmoja wa wanaharakati hao ambaye hakutaka kutaja jina lake amesema, ni raia ambayo inaendelea kuwa victim na hizi habari za nchi, sababu amani ni kila mtu anapaswa kuleta amani. M23 na AFC inapenda ioneshe dunia kama inataka amani, na pande la serikali ya Kongo nayo inaonesha kama inataka amani, lakini makubaliano ni kwamba wote wanatafuta kujikokotea ukweli. Wanapenda waoneshe dunia kama kila mtu anatafuta kwenye meza hawataki amani, sababu wangetaka amani
kama waishakamilisha ya Doha na Washington. Kwa mujibu wa shirika la misaada Oxfam France, zaidi ya Wakongo milioni 21 wanahitaji msaada wa dharura, huku zaidi ya milioni 28 wakikabiliwa na njaa. Hospitali zimelemewa, barabara zimeharibiwa na inakadiriwa kuwa mwanamke mmoja hubakwa kila baada ya dakika 4. Licha ya ukubwa wa janga hilo, ufadhili wa misaada ya kibinadamu umepungua kwa takribani 2/3 ndani ya mwaka mmoja. Oxfam inatoa wito kwa mkutano wa kimataifa kuhusu maziwa makuu unaotarajiwa kufanyika nchini Ufaransa tarehe 30 Oktoba kuchukua hatua madhubuti badala ya kutoa maneno matupu ili kufufua mchakato wa amani mashariki mwa Kongo. Ruth Alonga, DW, Goma. Na tukiondoka huko Goma, tuelekee sasa nchini Tanzania. Kitendawili kinaendelea kuhusu alipo makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche, ambaye anaripotiwa kuchukuliwa na jeshi la polisi akiwa katika eneo la Mahakama Kuu jijini Dar es Salaam. Tukio hilo limezua maswali mengi, huku familia yake ikijitokeza hadharani kutaka kujua ukweli wa kilichotokea. Familia imesema itaendelea kufuatilia kwa karibu swala hilo hadi pale itakapopata taarifa kamili kuhusu alipo na hali yake. George Njogopa anaripoti kutoka Dar es Salaam. John Heche, ambaye ripoti zinasema alichukuliwa na maafisa wa polisi baada ya kufika katika Mahakama Kuu kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wake Tundu Lissu, amekuwa gumzo sio tu ndani ya familia yake bali pia kwa makundi ya kiharakati na wadau wa masuala ya kisiasa. Chama chake kimesema hadi sasa hakijapata taarifa zozote rasmi kuhusu mahali alipo kiongozi huyo, taarifa ambazo zinalingana na za familia yake iliyokwenda polisi kujaribu kupata ukweli wa mambo bila mafanikio. Akizungumzia tukio hilo, ndugu wa karibu wa mwanasiasa huyo Chacha Heche alisema familia iko katika wakati mgumu kutokana na kutokujua aliko ndugu yao. Sijara tangu jana kwa kweli, mpaka sasa sijara, na sitakula mpaka nitakapomwona ndugu yangu machoni mwangu. Lakini pointi ya msingi hapa ni kwamba familia inadai nani? Tunamtaka mtoto wetu arudi akiwa salama. Mpaka sasa jeshi la polisi halijatoa taarifa yoyote rasmi kuhusu sakata hilo. Familia pamoja na chama chake wanaamini kwamba mwanasiasa huyo huenda anashikiliwa na polisi kwa tuhuma ambazo bado hazijafahamika. Baadhi ya wataalamu wa sheria wanasema kwa mujibu wa sheria, mtu anapokamatwa na polisi anatakiwa kufikishwa mahakamani ndani ya saa 24 tangu kukamatwa. Wakili Peter Madereka ameiambia DW kwamba sheria pia inaruhusu upande wa waliokamatwa kufungua mashauri mahakamani iwapo wanahisi haki zao zimekiukwa. Upande waliokamatwa wanaweza kupeleka mahakamani maombi ambayo kisheria yanaitwa application for habeas corpus. Maana yake kulazimisha mamlaka ambazo zimefanya huo ukamataji ulio kinyume cha sheria uweze kulazimishwa na mahakama kumleta huyo waliyemkamata mahakamani kwa ajili ya hatua za kimahakama. Na iwapo hao wanaotuhumiwa kwamba wamemkamata akasema sio mtu, hatuna. Sasa kwenye kwa kesi hilo niulize, polisi tayari walishatoa matamko kwamba na dunia inafahamu kwamba walimkamata na awali walisema watasafirisha kumpeleka Tarime kwani Mara kwa ajili ya hatua nyingine. Kwa hiyo kuja kukana tena kwamba hawajamkamata ni jambo ambalo haliwezekani mbele ya macho ya umma. Wakati hayo kiendelea, baadhi ya mashirika kutetea haki za binadamu na vyama vya kitaaluma vimeonya kuhusu kuongezeka kwa matukio watu kutoweka katika mazingira ya kutatanisha. Jumuiya ya wataalamu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDASA imetoa tamko ikielezea masikitiko yake juu ya matukio ya watu kupotea au kudaiwa kutoweka, ikisema leo inatisha huru wa kujieleza na misingi ya haki za binadamu nchini. Hata hivyo, hivi karibuni jeshi la polisi limesema kumekuwa na matukio ambayo baadhi ya watu waliodai kutekwa baadaye walibainika kujificha wenyewe. Polisi limeongeza kwamba linaendelea kufuatilia kwa karibu kila taarifa inayotolewa kuhusiana na matukio ya aina hiyo. Ingawa tukio la kukamata kwa Heche lilirekodiwa na kusambaza katika majukwaa mbalimbali, jeshi hilo limesalia kimya kuhusu wapi anashikiliwa kiongozi wa Chadema. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. DW tunavuma kwa kishindo. Ni saa 7:14 saa za Afrika Mashariki. Tuendelee sasa mbele na uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuangazia mgogoro wa Mashariki ya Kati.
Rais Donald Trump wa Marekani ameionya vikali Israel dhidi ya mpango wake wa kulinyakua eneo la Ukingo wa Magharibi siku kadhaa baada ya kuanza kwa utekelezwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kwenye ukanda wa Gaza ambayo aliyasimamia. Trump anatoa onyo hilo huku Wapalestina nao wakilaani vikali mpango huo. Kuhusu hili na mengine kwenye mzozo unaozidi kufukuta huko Mashariki ya Kati yapo katika ripoti ya Lilian Mtono. Onyo hilo la Rais Trump lilisikika kwenye mahojiano na jarida la Times na kuchapishwa jana Alhamisi, huku waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akisema kwa ujasiri kwamba makubaliano hayo ya amani huko Gaza yataendelea kutekelezwa. Trump alisisitiza kwenye mahojiano hayo akisema hilo halitatokea wakati alipokuwa akijibu swali kuhusu mipango ya Israel ya kunyakua Ukingo wa Magharibi ulioko kwenye eneo la Palestina ambao Israel imekuwa ikiukalia kimabavu tangu mwaka 1967. Israel haitafanya chochote kwenye Ukingo wa Magharibi. Hawawezi kufanya lolote kwenye Ukingo wa Magharibi. Msiwe na wasiwasi. Israel inaendelea vizuri sana. Hawatafanya chochote huko. Lakini akatahadharisha ikiwa watafanya hivyo Marekani itaacha kabisa kuwaunga mkono. Wabunge wa Israel siku ya Jumatano waliidhinisha miswada miwili iliyofungua njia ya kunyakua Ukingo wa Magharibi, hatua iliyokosolewa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance aliyekuwa Israel na ambaye hakusita kuyaunga mkono matamshi hayo ya Trump. Wapalestina nao wamepinga vikali mpango huo wa kunyakua baadhi ya maeneo ya Ukingo wa Magharibi, wakiutaja kama hatua ya wazi ya uvamizi na ukiukwaji wa sheria za kimataifa. Miongoni mwao ni Wasel Abu Yusuf, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha ukombozi wa Palestina PLO, aliyesema bila shaka kwa kile kinachoonekana sasa Israel ni kama ililazimishwa tu kusimamisha vita vyake vilivyosababisha mauaji ya halaiki, uharibifu na umwagaji damu. Vitendo vya Israel vinaonyesha namna inavyopuuza maazimio halali ya kimataifa na sheria za kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuyakataa maazimio yaliyopitishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Na taarifa kutoka Ankara, Uturuki, zimesema Rais Recep Tayyip Erdogan ameitolea wito Marekani na mataifa mengine kuchukua hatua zaidi za kuishinikiza Israeli kuheshimu makubaliano ya amani ya Gaza, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuiwekea vikwazo ama kusitisha kuiuzia silaha. Na huko Brussels, Umoja wa Ulaya umesema sasa wanaangazia namna watakavyoweza kuwa na nafasi kubwa zaidi huko Gaza na Ukingo wa Magharibi baada ya kutengwa kwenye makubaliano hayo. Kwenye mkutano wa kilele uliofanyika Alhamisi mjini Brussels, viongozi hao waliangazia usitishwaji mapigano ambao bado unayumba huko Gaza na kuahidi kusaidia juhudi za kuleta utulivu katika eneo hilo la pwani lililoharibiwa kwa vita. Ripoti yake Lilian Mtono kuhusiana na mgogoro wa Mashariki ya Kati. Tuangazie mgogoro mwingine kuhusu Ukraine. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wameitaka halmashauri kuu ya umoja huo kuendeleza mpango wa kuihudumia kifedha Ukraine kwa kipindi cha miaka miwili ijayo, huku wakiacha wazi mjadala kuhusu uwezekano wa kutumia mali za Urusi zilizozuiwa katika nchi wanachama kufadhili mikopo hiyo mikubwa. John Juma anaripoti kuhusu hatua hiyo na mzozo unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine. Katika maazimio yao yaliyotolewa baada ya mazungumzo marefu mjini Brussels, Ubelgiji, viongozi wa Umoja wa Ulaya hawakuidhinisha rasimu ya kutumia euro bilioni 144 zilizozuiliwa kutokana na mali za Urusi kama sehemu ya fedha za kuifadhili Ukraine. Badala yake, wameahirisha uamuzi huo muhimu hadi mwezi Desemba. Wanadiplomasia wanasema rasimu hiyo ni hatua moja mbele kuelekea makubaliano, japo imekumbwa na upinzani kutoka kwa Ubelgiji, nchi ambayo benki zake zinahifadhi sehemu kubwa ya dhamana za Benki Kuu ya Urusi tangu uvamizi wa Ukraine ulipoanza mwaka 2022. Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa alisema umoja huo umejitolea kuhakikisha mahitaji ya kifedha ya Ukraine yanatimizwa kwa miaka miwili ijayo. Amesisitiza kuwa Urusi inapaswa kuelewa kuwa Ukraine itaendelea kuwa na rasilimali za kifedha zinazohitajika kujilinda. To sum up, we continue to use all means at our disposal. Kwa ufupi, tunaendelea kutumia njia zote tulizonazo kuiweka Ukraine katika nafasi ya nguvu. Mazungumzo na Putin yakianza, na tunatumai yataanza karibuni, hali haitabadilika. Ujumbe wetu ni wazi, Ulaya haitaiacha Ukraine.
will not let Ukraine down. Umoja wa Ulaya ulizuia takriban euro bilioni 200 za mali za benki kuu ya Urusi baada ya uvamizi wa mwaka 2022. Hata hivyo, Tume ya Ulaya inapendekeza fedha hizo zitumike kutoa mikopo mikubwa kwa Kiev bila kuzitaifisha moja kwa moja. Rais wa halmashauri kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema bado kuna kazi kubwa mbele ya kuhakikisha pendekezo hilo lenye utata linafanikishwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliyeshiriki mkutano huo wa kilele mjini Brussels alikaribisha maamuzi hayo kama ishara ya msaada wa kisiasa kutoka Ulaya katika azma ya kutumia mali za Urusi kuisaidia Ukraine kuendelea kupambana. Mapema Ijumaa, waziri wa uchumi wa Ujerumani Katharina Reiche aliwasili mjini Kiev kwa ziara inayolenga kuonyesha utayari wa Ujerumani kuisaidia Ukraine kukarabati miundombinu yake ya nishati iliyoharibiwa na mashambulizi ya Urusi. Wakati huo huo, Rais Zelensky anatarajiwa kuelekea London ambako mwenyeji wake waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema atatoa wito kwa viongozi wa Ulaya kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine, ikiwemo kuipatia makombora ya masafa marefu. Naam, hivi punde utayasikia yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii, na namuona tayari Najat Omar yuko upande wa pili wa studio. Lakini kwanza tukamilishe na ripoti hii kuhusu siasa za Japan. Waziri mkuu mpya wa Japan Sanae Takaichi ameahidi kuongeza kasi ya ujenzi wa uwezo wa kijeshi na matumizi ya ulinzi na kuimarisha uhusiano na Marekani. Takaichi ametoa hotuba yake ya kwanza ya sera katika mazingira ya mvutano unaoongezeka na China, Korea Kaskazini na Urusi. Silvanus Karemera na taarifa zaidi. Takaichi alichaguliwa kuwa mwanamke wa kwanza kuongoza Japani, hatua iliyowekwa historia. Uteuzi wake ulihitimisha miezi kadhaa ya mkwamo wa kisiasa ndani ya chama tawala. Hii ilikuja baada ya mfululizo wa kushindwa kwa uchaguzi uliosababisha kupoteza wingi wa kura bungeni. Katika hotuba yake ya kwanza ya sera, Takaichi alitangaza kuwa Japani itafikia lengo la kutumia 2% ya pato la taifa kwa ulinzi ifikapo mwezi Machi. Awali lengo hilo lilikuwa limepangwa kutimizwa mwaka 2027. Uamuzi huu unaashiria msimamo wake wa kuongeza kasi ya ujenzi wa jeshi la nchi hiyo. Amesema serikali yake itakamilisha mapema marekebisho ya mkakati wa usalama wa taifa. Mpango huo mpya unatarajiwa kuwa tayari kabla ya mwisho wa mwaka wa 2026. Hapo awali Japan ilikuwa inafanya mapitio ya mkakati wa usalama takribani kila baada ya miaka 10. Nimeazimia kugeuza wasiwasi wa wananchi kuhusu maisha yao ya sasa na ya baadaye kuwa ya matumaini na kujenga uchumi thabiti. Nitaiwezesha Japani kuwa taifa lenye nguvu na ustawi. Nitakabiliana na changamoto zinazoikabili dunia na kurejesha hadhi ya kidiplomasia ya Japani ili ichangie tena katika jamii ya kimataifa. Kwa dhamira ya kutokata tamaa kamwe, ninaahidi kufanya kazi kwa bidii na kwa moyo wa dhati kwa ajili ya taifa letu na watu wake. Takaichi alifafanua kuwa mabadiliko haya yanachochewa na mazingira mapya ya usalama duniani. Alitaja uvamizi wa Urusi nchini Ukraini kama ishara ya hatari mpya. Pia alisema migogoro ya Mashariki ya Kati imeongeza hali ya wasiwasi kimataifa. Katika hotuba yake alionya kuwa mpangilio wa dunia huru na thabiti unatikiswa kwa kasi kubwa. Alisema ushindani wa kisiasa na kijeshi unazidi kuongezeka, hali inayohitaji mataifa kuwa na mikakati mipya ya kujilinda. Takaichi alielezea wasiwasi wake kuhusu shughuli za kijeshi za majirani wa Japani. Alisema China, Korea Kaskazini na Urusi zinachukua hatua zinazotia hofu kubwa. Serikali yake imeeleza dhamira ya kujibu vitisho hivyo kwa kujenga uwezo wa kujihami zaidi. Amehimiza Japani kuimarisha misingi ya kujilinda na kuongeza nguvu ya kiulinzi na kuongeza kuwa nchi hiyo haiwezi kutegemea washirika pekee katika usalama wake. Kwa maoni yake, kujitegemea kijeshi kutaleta uthabiti wa muda mrefu. Ahadi yake imekuja siku chache kabla ya ziara ya rais wa Marekani Donald Trump. Ziara hiyo itahusisha mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu uhusiano wa kijeshi. Trump anatarajiwa kuiomba Japan kuongeza zaidi matumizi yake ya ulinzi. Takaichi amesema anataka kujenga uhusiano wa kuaminiana na Trump. Ameahidi kuinua ushirikiano wa Japan na Marekani hadi kiwango kipya. Mazungumzo yao yanatarajiwa kuimarisha ushirika wa kiusalama kati ya mataifa hayo mawili. Amesema Japan inahitaji wafanyakazi wa kigeni kufidia upungufu wa nguvu kazi unaosababishwa na kuzeeka kwa watu. Hata hivyo, ameonya kuwa ni wale tu wanaoheshimu sheria na taratibu watakaoruhusiwa kufanya kazi nchini humo. Amesisitiza kuwa hatua hiyo si chuki dhidi ya wageni, bali ni kulinda nidhamu na utulivu wa jamii.
Naam, Najat Omar, karibu sana bwana. Asante sana. Haya, kuna ni mitandaoni leo? Haya, kwanza nimkumbushe mtazamaji na msikilizaji wetu kwamba tunapatikana katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, yani Facebook, Instagram na TikTok. Anaweza kutafuta DW Kiswahili. Kuna taarifa, habari, video kede huko ambako anaweza kuungana nasi, na nianzie huko nchini Kenya ambako mahakama kuu ya Kibera imeamuru kufanyia kwa uchunguzi mpya wa akili wa kijana Kenneth Kalobotole ambaye alihukumiwa mwaka jana baada ya kukutwa na mashtaka ya kumuua mgonjwa mwenza katika wodi mwaka huu. Taarifa zinasema kwamba hakuna mtu aliyejua kwamba ingeweza kutoka katika wodi hiyo na kwenda katika wodi nyingine na kumuua mwenzake, ambapo hospitali ya kitaifa ya Kenya inasema inawezekana kijana huyo alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Sasa kwa sababu kesi hiyo ilitokea toka mwaka jana na inaendelea mwaka huu, bado inaendelea sasa, kumekuwa na gumzo katika mitandao ya kijamii. Kwa mfano Judith 203 anasema huyu jamani hatari, hospitali ya taifa ya Kenya walipaswa kuwa makini naye zaidi. Lakini Katemero Mrasi anasema hadi mtu anamuua mtu, wahudumu walikuwa wapi? Maswali yalikuwa mengi sana. Swali zuri, katokaje huku kenda kule kaua mtu? Ni swali zuri, lakini wengine pia wanahojwa na wanasema inawezekana Charo kulikuwa kuna ugomvi kati ya hawa wawili, ama ni watu ambao walikuwa wanajuana, kulikuwa kuna visasi, kwa sababu swala la afya akili jamaa alivyolazwa halikuwepo. Kwa nini litokee baada ya kumuua mwenzake? Tuelekee huko nchini Cameroon ambako upatikanaji wa huduma za interneti nchini Cameroon umedhoofika kwa kiasi kikubwa, na huku maandamano yakiendelea kufuatia udanganyifu katika uchaguzi wa urais uliofanyika Oktoba 12. Jana hali ilikuwa shwari kuanzia asubuhi, lakini ilipofika saa 6 mchana huduma za mtandao duniani NetBlocks inasema kwamba kunaonesha spidi ya internet nchini Cameroon ikiwa shida, hali inayodhorotesha huduma za upatikanaji wa habari na matukio yanayoendelea katika nchi hiyo. Sasa hii taarifa ni kama vile Cameroon wanashangaa kwa nini internet imedhoofika, wakati wa Tanzania ambao wamesoma taarifa hii wanaona ni jambo la kawaida. Kwa mfano